Ujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunatazama namna ambavyo wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wameleta athari kubwa katika vita huko katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika ukanda wa Gaza, na wanaonekana bado ni mwiba mchungu kwa nchi ya Israel ambayo mpango wake ni kuona inawakimbiza kabisa wapiganaji katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023 wapiganaji wa Kihouthi walikula kiapo kwamba watahakikisha wanawatetea wa Palestina katika ukanda wa Gaza na kwamba hawatakuwa tayari kuona mauaji ya halaiki yanayofanywa na Israel katika eneo hilo. Wahouthi wametumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani za aina mbalimbali katika kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Israel kwa namna moja ama nyingine ilichukua maeneo mawili. Ilikuwa ikifanya mashambulizi katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia ikafanya mashambulizi katika eneo la Lebanon wakipambana na kundi la Hizbullah. Hata hivyo, kwa upande wa Wahouthi hawakurusha makombora mengi zaidi, lakini Wahouthi wao wamekuwa wakifanya mashambulizi zaidi ndani ya Israel. Wakati huu Wahouthi wamesababisha athari kubwa katika vita hivyo, huku wakisababishia hasara ya mabilioni ya dola nchi ya Israel. Kwani wakati huu taifa hilo la Israel limekuwa likikosa fedha zinazotokana na masuala ya utalii, lakini pia hata usafiri wa ndege ambao umekuwa ukifanyika ndani ya taifa hilo. Mashirika mbalimbali ya ndege yamesitisha safari zake kutokana na mashambulizi mengi ambayo yamekuwa yakifanywa na Wahouthi, hasa katika kipindi hiki baada ya Israel kuanzisha mashambulizi, kwani kuna nyakati walisimamisha mapigano katika kipindi cha mwezi Aprili, huku Wahouthi nao wakisimamisha mapigano hayo. Lakini baada ya kuanzishwa kwa mapambano, Wahouthi nao walianzisha mapambano wakishambulia zaidi katika maeneo ya viwanja vya ndege. Kiongozi mkuu wa harakati hiyo ya Ansarullah ya Yemen kwa maana ya Wahouthi ameashiria kwamba katika kipindi cha siku 600 za vita vya mauaji ya halaiki huko katika ukanda wa Gaza dhidi ya Israel, ni kwamba wao wameweza kuishambulia sana Israel kuliko operation ambazo zimefanywa na Israel ndani ya eneo lao la Yemen. Lakini wakisema kwamba mpango wao ni kuhakikisha wanawatetea watu wa ukanda wa Gaza. Lakini wanasema kwamba wakati huu wameandaa operation kabambe katika kuishambulia Israel. Abdul Malik Badri al-Houthi, kiongozi mkuu wa wanaharakati hao wa Yemen, amebainisha wazi siku ya Alhamisi kwamba bila kujali hujuma za Israel zitakuwa kubwa kiasi gani au zitarudiwa kwa muda gani, hazitakuwa na athari yoyote katika misimamo ya Wahouthi wa Yemen katika kuunga mkono taifa la Kipalestina. Hata hivyo, kutokana na kile ambacho kimetokea siku ya jana Ijumaa baada ya Israel kuteka zaidi ya maeneo, Wahouthi wanasema wiki hii tulianzisha mashambulizi 14 ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani ndani kabisa mwa Palestina ambayo inakaliwa kwa mabavu, lakini tutaendeleza operesheni hii katika wiki zijazo, na operesheni hii itakuwa ni operesheni mbaya sana kuwahi kutokea dhidi ya taifa la Kiyahudi. Tutafanya operation katika maeneo ya Yafa, Haifa, Ashkelon, Rashash katika Palestina ambayo maeneo yote hayo yanakaliwa kwa mabavu. Tutahakikisha Wayahudi wanaondoka katika maeneo hayo. Tutafanya mashambulizi katika Bahari Nyekundu, bado tumeshafunga na hakuna usafirishaji wa meli itakayoweza kuondoka katika eneo hilo ambapo Israel inalimiliki. Hatuwezi kuruhusu hili kufanyika. Maeneo yote ambayo yapo katika mipaka ya Wapalestina yataendelea kuwa katika mipaka hiyo. Hatutaruhusu Israel kuyachukua tena. Hata hivyo, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Wahouthi wa Yemen, amesema kuwa shambulio la makombora la nchi hiyo katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika eneo la Palestina ambalo linakaliwa kwa mabavu wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Brigadia Jenerali Yahya Saree alitangaza katika taarifa siku ya Alhamisi kwamba walifanya mashambulizi mazito ya makombora ambayo yamewalazimu mamilioni ya Wazayuni wanaokalia katika eneo hilo kutorokea kwenye maeneo yenye mapango, lakini pia na maeneo ya chini ya ardhi kwa ajili ya kuhakikisha maisha yao yanakuwa salama. Kiongozi wa Wahouthi amesema kwamba uwanja wa ndege wa Ben Gurion hautakuwa salama kamwe, na Yemen itaendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya eneo hilo na kuhakikisha malengo mengine yanafanikiwa hadi pale Israel itakapoacha kuwaua raia wa Kipalestina katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pili itakapoondoka katika maeneo wanayoyakalia. Hasa katika kipindi hiki ambacho Israel imezidi kuteka maeneo, ni wazi wakati huu
Wahouthi wa Yemen wataongeza mashambulizi. Hata hivyo, kupitia gazeti la kila siku la Israel la Yedioth limeripoti kuwa mkuu wa utawala wa Israel Isaac Herzog na mkewe walitoroka kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion baada ya ving'ora na shambulio la makombora la Wahouthi wa Yemen katika siku ya Alhamisi. Vyombo vya habari vimeeleza kwamba kurushwa kwa makombora la wa Yemen kuelekea Israel ambao wanaikalia kwa mabavu siku ya Alhamisi jioni na milio ya ving'ora vilisababisha michezo mbalimbali nchini humo kukatishwa, lakini pia shughuli mbalimbali za kiuchumi kukatishwa pia, lakini safari za ndege kusitishwa kabisa katika nchi hiyo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia. Tutaendelea kukujuza mambo mengi yanayoendelea katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.